Kwanza ni kufahamu kwenye magonjwa ambayo hatari ya kuambukiza, kitu kikubwa kinachochukuliwa ni kwamba mtu yoyote ambaye ana maambukizi anapaswa kujitenga na watu wengine ili asiweze kuambukiza. Sasa tuna aina mbili. Kuna moja ya kwanza tunaita isolation. Isolation ni kwamba mtu ambaye tayari ana dalili za ugonjwa anatakiwa atengwe, aweke peke yake ili asiweze kukutana na watu wengine kuambukiza. Lakini la pili, mtu ambaye amekutana na mgonjwa ambaye tayari mgonjwa ana dalili, amekutana naye, yeye sasa anatakiwa afanyiwe karantini. Sasa karantini maana yake ni nini? Karantini, yule mtu pia anatengwa, lakini wakati anatengwa anafuatiliwa ili kuona kama atakuwa ana dalili za ule ugonjwa. Kwa hiyo huyu mara nyingi anakuwa ni mtu ambaye ni mzima, hana dalili zozote, lakini kwamba amekutana na mgonjwa au amegusana na vitu ambavyo vinaweza vikamsababishia yeye kupata ugonjwa. Na hiyo karantini ina masharti yake. Kwa hiyo na wewe unashauriwa usikutane na watu, na kila siku watu wa afya wanakuwa wanakufuatilia, wanakuangalia labda temperature au kama utapata dalili zozote. Na karantini mara nyingi unawekwa, kuna kitu tunaita incubation period. Incubation period ni muda ule ambao unajulikana kutokana na science kwamba mgonjwa, ukikutana na mgonjwa, muda gani ambao wewe unaweza kama umepata ukaonyesha ukapata dalili. Sasa wengine incubation period inaweza ikawa siku 7, na tunakuweka ili tuwe na uhakika karantini inakuwa mara 2 ya ile incubation period. Na sasa kumekuwa na mijadala kuhusu uwepo wa vituo vya karantini karibu na maeneo yenye makazi ya watu. Nataka nijue kama kuna athari yoyote ya kuwa na karantini karibu na jamii ambayo labda pengine haina mlipuko wa ugonjwa. Kwa mfano, kumekuwa na mjadala kuhusu kituo cha karantini nchini Kenya. Nafikiri kitu kikubwa ni jamii kueleweshwa kwamba ili kiwe kituo cha karantini kuna masharti yake ambayo yanatakiwa. Tukichukua mfano tu ambao huu sasa hivi unaopigwa kelele sana, mtu yeyote ambaye alikuwa anawapatia matibabu wagonjwa ambao wametambulika kwamba wana Ebola, ingawa ametumia kinga zote, lakini kisayansi pia na yeye anatakiwa baada ya kumaliza shughuli yake anatakiwa achunguzwe. Isiwe kwamba labda na yeye atakuwa amefanya nini, amepata ugonjwa. Kwa hiyo na yeye atapelekwa sehemu, atatengwa kwa muda. Kwa Ebola inatakiwa kwa siku 21 ili kuangalia je, katika hizo siku 21 anaweza akawa na dalili zote za ugonjwa. Na inachofanywa ni yule mtu tayari wakati akitoka pale huwa anavalishwa mavazi maalum ambayo tunajua kabisa kwamba hayawezi akasababisha maambukizi. Huwa anasafirishwa kwenye magari maalum, au hata kama ikiwa ni kwenye ndege, magari ambayo tayari yana hadhari zote ambazo hazitaweza kusababisha kwa mtu yoyote, hata yule dereva anayeendesha gari au watu wale wote kusababisha kwamba watapata ugonjwa. Kwa hiyo mtu anachukuliwa na anapelekwa kwa njia zote za usalama, anaingizwa kwenye hayo maeneo. Mara nyingi ukikumbuka wakati tulivyokuwa tunafanya COVID, watu walikuwa wanakuwa quarantined kwenye mahoteli. Nia kubwa kwamba asikusanyike na watu, anapelekwa sehemu, anakaa, anajitenga. Kwa hiyo athari kwa jamii inayozunguka haipo kabisa, sababu huyu mtu kwanza hana dalili, pili all precautions zinakuwa zimechukuliwa, na anakaa kwenye maeneo ambayo yanahakikisha kwamba hataweza kukutana na watu. Na sasa wananchi wengi pia wanahofu kwamba ugonjwa unaweza kusambaa kutoka kwenye kituo cha karantini kwenda kwa jamii inayokizunguka. Je, hofu hiyo ina msingi gani na hatua zipi huchukuliwa kuzuia hali hiyo? Uwezekano ni mdogo sana, na kitu kikubwa ni kuwapa elimu wananchi, kwa sababu yule anayeletwa pale kwanza sio mgonjwa. Yule pale ameletwa kutengwa ili kuangaliwa asije akawa amepata maambukizi lakini bado hajaonyesha dalili. Na masharti ya karantini, anatakiwa asikutane na watu wote, na tayari kuna miundombinu imewekwa ili kuhakikisha kwamba hawezi kukutana na watu.
Sasa ile jamii inayozunguka, kwa sababu nayo haitaruhusiwa kukutana na hao watu, kwa hiyo uwezekano ni mdogo sana kwa wao kukutana.